atihi ma yurid wa yaf'alu Allahu, na anafanya Mwenyezi Mungu fi milkihi, ndani ya mamlaka yake, sultani, ndani ya utawala wake, kwa maana makhluqatihi, viumbe vyake. Wa yaf'alu Allahu fi milkihi, na anafanya Mwenyezi Mungu katika milki yake, ai makhluqatihi, viumbe vyake, ma yurid, anachokitaka. Fahuwa fa'ilun bil ikhtiyar, fahuwa fa'ilu bi ikhtiyar. Kwa hivyo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kufanya kwa khiari, kwa maana kwa kuchagua. Anafanya kwa khiari, sio kwa kulazimishwa, la bil ikrahi wala al ijbari, sio kwa kulazimishwa wala kwa kutenzwa nguvu wala kwa kulazimishwa. Anafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila anachokifanya kwa khiari yake, anachagua mwenyewe, kwa maana bila ikhtiyari, anachagua kukifanya anachokitaka, sababu hii milki ni milki yake, na mwenye milki ana tasarruf, anaendesha katika milki yake namna anavyotaka yeye mwenyewe kwenye milki yake. Ndio maana akatuambia kuwa kama ilivyosoma hapo mbele kuja, fa'alun lima yurid, ni mwenye kufanya analolitaka. Pia akasema la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, haulizwi analolifanywa, wa hum yusalun, na wao ndio wataulizwa. Kwa maana watu ndio sisi ndio tutaulizwa, lakini Mwenyezi Mungu haulizwi kwa nini kafanya hili, kwa nini kafanya lile, haulizwi. Kwa nini? Kwa sababu hii ni milki yake na anaendesha ndani ya milki yake. Kwa nini aulizwe na milki ni yake? Ana tasarufu ndani ya milki yake namna anavyotaka, si dhalim. Chochote kinachotokea katika ulimwengu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio dhalim juu hicho kinachotokea, kwa sababu hii milki ni yake. Na dhulmu au dhulma ni mtu kutasarruf katika milki ya mtu mwingine bila ridha yake. Wanasema dhulma tasarrufu milki ghairihi bila ridhahu, ni kuendesha katika milki ya mtu mwingine bila ridha yake. Mtu kamiliki sehemu, wewe ukaenda ukaingilia ukataka ufanye unavyotaka kwa sababu tu umemshinda nguvu, hiyo ndio itakuwa dhulma. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamna aliyemchukulia chake, hii milki yote ni yake, na vilivyomo ndani ya milki hii vyote ni vyake. Kwa hivyo tasarrufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamna dhulma ndani yake. Anayemfanyia, anayepata kheri ni kwa fadhila zake, na anayepata adhabu au adabu ni kwa uadilifu wake, kwa sababu milki ni yake. Kwa hivyo mtu asije akatengeneza pengine katika mambo haya akaona Mwenyezi Mungu mbona hapa atakuja kuzama, kwa sababu Mwenyezi Mungu kashasema wama rabbuka bidhallamin lilabid, wama rabbuka bidhallamin lilabid, na hakuwa Mola wako hata kidogo kuwa ni mwenye kuwadhulumu waja. Haisawiriki, haitiliki picha dhulma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Binadamu anomiliki tu, mtu kamiliki kitu chake, akaamua kitu chake kile kukigawa, kukiuza, kukikata, kiharibu, kikawaida huwa haulizwi si chake mwenyewe kile bwana, kwamba ni chake mwenyewe, kwamba kimiliki, si ndio hivyo? Ingawa anaingia hatiani. Kuna mambo akifanya pamoja ndani yake ataingia hatiani. Kwa sababu gani? Anaye wa kumwamrisha na anaye wa kumkataza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana wa kumwamrisha wala hana wa kumkataza, haingii kwenye hatia. Mfano, mtu akachukua kitabu, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, hichi akaamua kukichana, kwa sababu kutoka kimiliki, kweli ni chako, umekimiliki, lakini hichi kitabu ni cha nini? Hichi kitabu ni cha sheria. Ikiwa anafanya vile kwa kukidharau, kitakachompata Uislamu atauacha. Istighfaf katika Uislamu haikubaliki. Jambo ambalo
limetukuzwa na sheria, mtu akilifanyia dharau, maana yake madhara yanamrudia yeye. Tunasoma katika aya dhalika waman yu'adhim sha'airillahi fa innahu min taqwa alqulub, kwa kila alichokiadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe unatakiwa ufanyeje? Ukiadhimishe.